naye. Kitu kimoja nikumbushe, unajua watu wengi wanachanganyaga sana vitu katika mapenzi, hasa zinapotokea changamoto za kugombana, mkaachana. Hii lugha ya kuachana huwa haipo. Mara nyingi pale kuna kuacha au kuachwa. Mmoja wapo ndo anayeacha, mwingine anakuwa yuko anahitaji muendelee. Hakunaga inafika point wote tuseme tuachane. Hii point huwa inafika mmoja kukubaliana na kile kwamba amekubali wewe umwache. Sawa. Hisia za mapenzi huwa mara zote hazikati kwa mara moja, kwamba kusema huyu hakupendi na yeye hakupendi. Mtu atazungumza mdomoni, lakini in a real sense wewe ndio uliyesababisha atamke lile neno, lakini moyoni mwake it is still kwamba anakupenda, lakini kwa kuwa umemtendea vitu ambavyo umemwonyesha humuhitaji, basi anaamua kuondoka. Kwa pale wewe unakuwa umemwacha yule. Sometimes I think kuna kuachana, kuna ile moment ambayo watu mnagombana, mko ndani mna date, labda hamjaoana lakini mna date, umeelewa? For instance, a guy ka cheat, alafu naye mwanamke akajitia ule umwamba kwamba okay, so umecheat, I'm gonna do the same. Umeona, akaenda naye labda akapita na rafiki hiyo ikajulikana. Kwa obviously the guy atakasirika, mwanamke akasirika. Kwa kuna conflict. Then at the end of the day labda mmoja wapo tu akasema bwana we are done kutokana na ile conflict. Sawa. Na huyu labda alikuwa anafikiria tu kwamba alinifanyia hiki afu sasa tunagombana tu, it's better everything should just go off. Yeah. How is it kwamba hakuna kuachana, yani ni kuachika? Is it kuachika umesema? Yani kuachana, tumeachana. Yani kwamba tumeachana. Yani situation kama hiyo, how is it? Bahati nzuri umeeleza vizuri sana. Yani umeeleza mfano mwanaume kacheat, mwanamke akaja na yeye akaamua kucheat kulipiza kisasi kwenye ile tukio. Sawa na baadaye mwanaume yule akajua, akakasirika, akaamua kutaka kukuacha. Yani sasa baada hapo kuna conflict. Then at the end of the day kuna mmoja yani ni lawama. It's either maybe vyovyote itakavyokuwa, mmoja ndo atakaye initiate the issue of kuachana. Let's get off. Sawa. Yule aliye initiate. Sawa. Kuna mwingine anaweza asi-initiate. Lakini yani kuna ku-initiate kwa kusema bwana hebu tuachane. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari amefika point anaona kabisa wewe humtaki. Sawa. Wewe unamuonyesha kila dalili, hujasema tu neno. Sawa. Hiyo huwa mimi ni mzuri sana kuonyesha dalili. Yes, okay. za kumkataa mtu. Yani unamuonyesha ile, mtu anakutumia message masaa mawili ndo una reply. Mtu anakupigia simu unaweza usipokee, au ile ukapokea leo umekaa kimya. Unaitikia tu okay. Kwa hiyo pale kuna mmoja tayari alishaacha. That is what I mean. Huyu anaamua kuchukua maamuzi yako, ila moyoni you are still there. That is haiwezi ikatokea at instant wewe humtaki na yeye hakutaki. Never. Yes, haiwezi kutokea. Yani haiwezi ikawa like okay, I don't feel you don't feel me, you don't feel kwamba bwana wewe Mlito mimi sikutaki. Na wewe unaniambia mimi mwenyewe nilikuwa sikutaki toka zamani. Hiyo haipo. Hiyo inawezekana bwana. Unajua hivi? Najaribu kusema ni kwamba unajua tofautisha maneno ya kutamka mdomoni na the real feelings. Hivi nikuulize, nadhani what you have hivi hujawahi kutumiwa message na mtu mpenzi wako, sawa alafu humjibu lakini moyoni unaumia? Sijui unanielewa? Yani kuna kitu kakufanyia, kakutumia message kulingana na kila kitu alichokufanyia, hutaki kumuonyesha yani I'm that, lakini hutaki kumjibu. Kitendo cha yeye kutokutaka kumjibu, wewe ndio unayeumia. Sijui kama unanielewa. Okay. So sometimes mtu anakuambia sikutaki. Lakini upande mmoja
yani hata kama utasema kwamba mimi sikutaki pia, mimi mwenyewe nilikuwa nakusubiri tu useme sawa. Sasa hapo kuna mmoja alikuwa tayari kashatoka, mmoja alikuwa bado ana maintain ile jambo. Mmoja anaamua kutoka kwa sababu wewe umeamua kwamba hamwezi kuendelea. Sawa. Kwa hiyo kwenye mapenzi hakuna ile statement ya kusema kwamba imefika mahala wote feelings hakuna. Kuna mmoja tu inafika mahala kwamba wewe ndo sababu ya yule kuondoka, lakini sio kuondoa hisia zake. Na ndo maana unakuta kwenye mapenzi mkishaachana mmoja ndo anayeumia zaidi. Yani kweli. Yani haiwezi ikatokea collision kwamba mmeachana alafu the feelings is okay. Yani hakuna mtu ambaye mmoja hapo lazima itapata kama ilivyo kwenye mapenzi. Na ndo the same case. Kwa hiyo ndo ninachokimaanisha. Yani hisia haziwezi zikafika zikafa kwa mara moja.